Kuna habari za kusikitisha sana kuhusiana na, kwa upande mmoja, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini kwa upande mwingine mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, kama inavyoelezwa kwa kina japo kwa kifupi katika makala hii maalum hapa Jasusi TV. Sasa wengi wenu mtakumbuka kwamba wiki iliyopita kulikuwa na makala hapa Jasusi TV ambayo kwa hakika ilikuwa inatatiza kwa sababu taarifa zilizomo kwenye makala hiyo zilikuwa zikihusu usalama wa Mheshimiwa Lissu, kwamba kulikuwa na mpango ambao unakaribia katika hatua za utekelezaji wa kumdhuru Mheshimiwa Lissu, wa kumtoa uhai. Makala ilieleza kwa kina kwamba kilichokuwa kikifahamika kwa wakati huo, wakati inaripotiwa, ni kwanza uwepo wa mpango huo, lakini pili ilielezwa kuhusu utekelezaji wa mpango huo, kwamba mpango wa kumtoa uhai Mheshimiwa Lissu ulikuwa ufanyike nje ya gereza, ya pengine wakati anaelekea mahakamani au wakati anatoka mahakamani au pengine akiwa ndani ya mahakama. Lakini la tatu ambalo pia liliongelewa katika makala hiyo ni kuhusu mhusika mkuu, na alitajwa kuwa mhusika mkuu wa mpango huo ni Bashite, ambaye huko nyuma kama unavyokumbuka wengi, Septemba 2017 ndiye aliongoza jaribio la kwanza la kutaka kumtoa uhai Mheshimiwa Lissu, lakini kwa mapenzi ya Mungu Mheshimiwa Lissu akasalimika. Kadhalika ilielezwa kwamba kati ya sasa na wakati wa tukio hilo ambalo tunaomba Mwenyezi Mungu aliepushe, ilielezwa kwamba kuna uwezekano wa kuibuka mtafaruku ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lengo hasa ni kile ambacho katika lugha ya kiintelijensia wanaita false flag operation. So false flag operation ni aina ya operation zinazofanywa kwa lengo la kuwatoa watu relini au kutafuta kisingizio. Kwa mfano, kuna wakati fulani huko nyuma, uchaguzi mkuu fulani, kulizuka taarifa kwamba nchi moja jirani inataka kuivamia Tanzania, lakini hakukuwa na mpango huo, hakukuwa na nchi jirani inataka kuivamia Tanzania, lakini lengo lilikuwa, ukishaleta taarifa kwamba nchi inataka kuvamiwa, unajenga sense of unity, watu wanakuwa wameshikamana pamoja. Kwa hiyo hii ilisaidia CCM kwa sababu ilikuwa inajipigia debe kwamba yenyewe imekuwa ndio chama kinachoilinda Tanzania na vitu kama hiyo. Kwa hiyo najaribu tu kukupa picha kuhusu false flag operation. Kwa hiyo katika hili la Mheshimiwa Lissu kulikuwa kuna andaliwa false flag operation kwa sababu lengo hasa baada ya tukio hilo la huo mpango unaopangwa wa kumtoa uhai Mheshimiwa Lissu, pindi utekelezaji wake ukikamilika, na tunasema tena naomba Mungu aepushe, basi lawama zinapaswa kuelekezwa kwa Chadema, kwamba matukio hiyo false flag operation itatengeneza mazingira ambayo watu wanaweza kusema lakini hapa majuzi watu walikuwa wanagombana, kwa hiyo ugomvi inaelekea ndio umepelekea mpaka wameenda kumtoa uhai mwenyekiti wao. Kwa hiyo hilo lilikuwa hiyo ni kama mkakati ambao unatengeneza mazingira ili kuwatoa lawama, kama hivi tume ya Chande maelezo ambayo yanataka kutolewa ya kumtoa lawamani Samia. Kwa hiyo inatengenezwa mazingira fulani ya watu wa kubebeshwa lawama kuhusu hilo. Sasa katika taarifa zilizopatikana inaelezwa kwamba kuna kiongozi mmoja wa zamani wa Chadema ambaye kwa sasa amejiunga na Chama cha Mapinduzi. Sasa kiongozi huyo inaelezwa kwamba amefanikiwa kumshawishi Samia Suluhu Hassan, kwa sababu hadi majuzi dhamira ya Samia ilikuwa katika sura mbili. Dhamira ya kwanza ambayo hii ilikuwa ni ya muda mrefu, ni ya kuiangamiza Chadema. Kulikuwa na mkakati na kuna watu wengi ambao wanaiona Chadema kama ni tishio la kudumu. Kwa hiyo njia pekee ya kuidhibiti Chadema ni kutengeneza mazingira ya kuifutia usajili. Kwanza weaken, kuidhoofisha, na ndicho kinachofanyika. Mikakati mbalimbali ya kuidhoofisha Chadema imekuwa ikifanyika, kunyima ruzuku, viongozi wake kukamatwa, lakini mahakama nayo imekuwa ikitumika. Kwa mfano kuna kesi sasa hivi inaendelea ambayo kwa hakika imeifanya Chadema kwa takriban mwaka mzima isiweze kufanya shughuli zake za kisiasa, lakini hilo linaonekana kwamba bado halijafanikiwa kuiondoa Chadema mioyoni mwa Watanzania wengi. Kwa hiyo kuna wengi ndani ya CCM, hasa watu wa karibu wa Samia, wanaodhani njia pekee ya kukabiliana na Chadema ni kuifuta, yani kuifutia usajili. Watu wengi wanasema hilo haliwezekani, lakini pengine kinachoweza kuwapa tafakuri ni kwamba kipi ni kigumu kati ya hivi vitatu: Samia kuamuru
vyombo vya usalama kuwatoa uhai wa Tanzania zaidi ya 10,000, au Samia kuwezesha mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Lissu kuwa gerezani kwa takribani mwaka sasa, au hilo la kuifutia usajili Chadema. Kwa hiyo hilo naweza nikaliacha kwenu wasikilizaji kuamua kipi ni kigumu kati ya hayo kwa huyo. Kwa hiyo huo ulikuwa ni mkakati ambao umekuwepo mpaka hivi karibuni wa kutengeneza mazingira ya kuifutia usajili Chadema, na ilielezwa kama ilivyozungumzwa katika makala iliyopita kwamba ripoti ya Jaji Chande ndio inataka kutumika kwamba iseme kuwa kwa upande mmoja mtu aliyesimama kidete kuhamasisha maandamano ya Oktoba 29 na kutokana na kuhamasisha maandamano hayo anawajibika kwa mauaji yaliyotokea baada ya maandamano hayo ya Oktoba 29 mwaka jana ni Mheshimiwa Lissu. Hiyo kwa upande mmoja, lakini kwa upande mwingine Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hasa kupitia agenda ya no reforms no elections na kusisitiza kwamba uchaguzi hautofanyika, kwamba ndicho kimehamasisha. Kwa hiyo ni upande mmoja Mheshimiwa Lissu, upande wa pili ni chama chake. Kwa hiyo huo ndio msimamo ambao umekuwepo mpaka siku chache zilizopita, lakini kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kiongozi mmoja wa zamani wa chama hicho ambaye kwa sasa yuko CCM amefanikiwa kumshawishi Samia kwamba wazo la kuifutia usajili Chadema ni baya na kwamba kuna njia muafaka zaidi ya kuweza kuendelea na hali ilivyo pasipo haja ya kuifutia usajili Chadema. Na kwa mujibu wa taarifa hizo ni kwamba mkakati huo mpya ambao unafanyiwa kazi kwa mujibu wa taarifa hizo ni kile ambacho kwa mimi nimeuita mwambaism. Kitu kinachoishia na ism maana yake ni hali fulani. Kwa hiyo mwambaism ni umwamba wa namna fulani. Sasa mwamba ni jina la utani la mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Freeman Mbowe. Kwa hiyo mwambaism ni ile hali ambapo umwamba umeondoka, maana Mheshimiwa Lissu alipoingia ameibadili mwelekeo wa Chadema. Chadema imekuwa chama cha kupambana kudai haki, wakati kwa upande wa Mheshimiwa Mbowe hali ilikuwa ni diplomasia zaidi, yanayoongelewa hadharani kwenye majukwaa ya kisiasa yalikuwa tofauti na yalikuwa kiongelewa kwenye vikao vya faragha. Kwa hiyo kwa faraghani Chadema ilikuwa ni mshirika mkubwa wa CCM angalau katika ngazi ya uongozi. Mheshimiwa Mbowe alikuwa ni mtu wa karibu sana na Samia Suluhu Hassan, na ndio maana wakati wa kampeni yake Samia kupitia kwa mwanae Abduli pamoja na idara ya usalama wa taifa na vyombo vingine mbalimbali viliwekeza vya kutosha ili Mheshimiwa Mbowe ashinde katika uchaguzi huo dhidi ya Mheshimiwa Lissu. Kulikuwa na jitihada kubwa sana za kumzuia Mheshimiwa Lissu kwa sababu ilifahamika kwamba ujio wa Mheshimiwa Lissu ungeibadili Chadema kabisa, kwamba itaitoa Chadema ile ambayo hadharani inaonekana ni chama ambacho kinataka kuing'oa CCM, lakini faragani ni chama ambacho kinashirikiana na CCM. Kwa hiyo mkakati huu mpya ambao huyu mwanachama wa zamani wa Chadema, kiongozi wa zamani wa Chadema ambaye sasa yuko CCM, ambao amefanikiwa kumshawishi Samia Suluhu Hassan ni kwamba hii idea kuiregister Chadema, kuifutia usajili Chadema haina tija. Badala yake jitihada ziwekezwe katika kurejesha umwamba, yani mwambaism, kwa maana hali ile ile iliyokuwepo huko nyuma ambapo Chadema itaongea hadharani msimamo mkali dhidi ya CCM, itakemea ufisadi, itakemea utekaji, lakini faragani itakuwa iko sambamba na CCM kama ilivyokuwa zama za mwamba. Kwa bahati mbaya inaelezwa kwamba mpango huu umeshakuwa katika advanced stage. Inaelezwa kwamba baadhi ya viongozi wamekuwa approached, na kwa mujibu wa taarifa Jasusi TV imefanikiwa kuona message kwenye group la WhatsApp, nadhani group la WhatsApp la viongozi wa Chadema au wanachama wa Chadema, lakini ni authentic message ambazo kiongozi mmoja alikuwa anatuhumiwa kwamba alikutana na huyo kiongozi wa zamani wa Chadema ambaye sasa yuko CCM na mfanyabiashara mmoja ambaye ni mfadhili wa CCM. Kwa hizo ni taarifa ambazo sasa, endapo ulikuwa ni mkutano tu, kwa sababu kuwa watu katika kambi mbili tofauti za kisiasa haimaanishi kuwa ni uhasama. Kwa hiyo wapo baadhi ya viongozi wa zamani wa Chadema ambao wako CCM lakini bado wana mahusiano na viongozi wa sasa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa hiyo haimaanishi hivyo, lakini kwa mujibu wa maelezo na tafsiri na ikaelezwa kwamba hicho kikao kilichofanyika kilikuwa ni sehemu ya utekelezaji wa huo mkakati, kwa sababu Samia amekuwa akihangaika sana kupata ridhaa ya Chadema kuhusu swala la maridhiano, kwa sababu baada ya hii tume ya mchongo kukamilisha ripoti yake tarehe 4 ya mwezi April,
hatua inayofuatia ni hiyo kutengeneza kitu kinachoitwa tume ya maridhiano, ambayo vyama vya siasa vinatakiwa vyote viwepo. Sasa kikwazo mpaka sasa hivi ni Chadema, na Samia anahangaika sana kupata ushiriki wa Chadema katika hilo, na fedha inamwagwa, watu mbalimbali wamekuwa approached katika hilo. Sasa kikwazo kilikuwa ni Mheshimiwa Lissu. Kwa upande mmoja, Mheshimiwa Lissu mwenyewe amebembelezwa vya kutosha na Jasusi TV imeripoti mara kadhaa, lakini amekataa. Amesema yuko tayari afie jela kuliko kuwasaliti wa Tanzania, kuliko kuwasaliti wanachadema wenzie, kukubali maridhiano, kwa sababu akikubali maridhiano atatolewa jela. Baada ya kuonekana kuna ugumu kwa Mheshimiwa Lissu, efforts zikaelekezwa kwa familia yake. Jitihada kubwa zimefanywa kuishawishi familia yake ili mshawishi Mheshimiwa Lissu akubali hilo la maridhiano, lakini Mheshimiwa Lissu amekataa na familia yake pia imekataa. Kwa hiyo sasa njia imeonekana kwamba mkakati imara ni huu wa kuapproach baadhi ya watu ndani ya Chadema na kutengeneza mazingira, na hivi tunavyoongea kuna maandalizi ya mkutano wa siri kati ambao unahangaikiwa. Haimaanishi kwamba tayari kila kitu kimekubalika au kiko tayari, ila kuna jitihada za kufanyika kwa mkutano wa siri, lakini ambacho hao wanaotaka kushiriki wasichofahamu ni kwamba mara mkutano huu utakapofanyika, taarifa hizo zitawekwa hadharani, kwa sababu lengo sio ushiriki wao. Lengo ni kutengeneza taswira ya mgogoro, kwamba kuna watu ndani ya Chadema wanaotaka kumsaliti Mheshimiwa Lissu. Hili litaleta mgogoro. Pindi mgogoro huu ukitokea, ndipo utekelezaji wa ule mpango ambao ulielezwa katika makala iliyopita nao ukitokea, itaelezwa kwamba kilichofanyika, kilichopelekea hilo lilomkumba Mheshimiwa Lissu ni huu mgogoro ulioibuka hapa katikati, kwamba kuna watu hawaafikiani na aina ya uongozi wake, kuna watu wako tayari kushiriki katika maridhiano na CCM, lakini kikwazo ni Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo hizi ni taarifa ambazo zimepatikana. Ukweli wa taarifa hizi unatokana na chanzo chenyewe. Chanzo ni cha kuaminika, lakini uhalisia hajaweza kujiridhisha kwa 100% kuhusu ukweli. Leo una maoni gani katika haya? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.